Sitaki stressi. Nimezama kwenye DM yangu. DM message ni nyingi mno. Kila mmoja nitamfikia. Nazisoma. Hata ukiona sikukujibu, nazisoma. Na nitakuja kujibu kwenye kadamnasi. Kwa hiyo jibu lako utajua hapa najibiwa mie. Nimezisikiliza nyingi tayari. Unaweza ukaona sija kujibu, sija kureply, sija kufanyaje. Lakini nimeshasoma. Na nishasikiliza audio zenu. Yani voice note zenu nimezisikiliza. Sasa hivi naomba nitoke kwanza nende zangu kazini nikatafute riski. Nilikuwa nishajiandaa, nilitulia tu kwanza, nilizama DM kwanza kucheki. Sasa nitajibu message moja baada ya nyingine kupitia kwenye DM zangu. Kupitia kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Kwa sababu maswali mnaoniuliza watu wengi sana wanataka kujua. Sio peke yako, wengi sana wanataka kujua. Watanzania mwe mmenielewa, mwe hamjanielewa. Lakini kuna matabaka ambao mmefungwa. Kuna ambao mmefungwa kwenye shirki ambao ni family ndo zinazowafunga. Na wale ambao mnaachishwa kwenye mahusiano ya ndoa na maini hawa ni ndugu vile vile. Na mtu wako wa karibu ndio anekuvunjia ndoa, mtu wako wa karibu ndio anekudestroy maisha yako. Hakuna mtu ambaye anayejua ubini wa mzazi wako. Mara nyingi hata unapokwenda kwenye shirki, kwenye uganga wa kienyeji, huo unaulizwa ubini wa mzazi wako wa kike. Hata Marekani kabla hujapewa green card, huo unaulizwa cheti cha mama cha kuzaliwa. Kwa sababu hii inaonesha wazi kwa mama yuko very powerful kuliko kitu chochote. Na vile vile ningependa kuwafahamisha kitu kimoja. Kwenye jela la zina unajifunga we mwenyewe. Kwa hiyo ukijijua we mzinifu, unapitia misukosuko, basi we ni mwenyewe umejiweka rehani na wewe ndio ulojifunga. Kwa hiyo mwenyewe ujitoe pale, huna haja ya kuanza kutafuta watu wa kufanyia visomo, matambiko, si ule ushirikina ule wa hali ya juu wenye kiwango cha lami. Hakuna mtu anaweza kukutoa kwenye jela ya shirki ndugu yangu, ni ibada yako tu. Yani jela ya zina, kwa sababu jela ya shirki ni mbaya sana. Na jela ya shirki ni ngumu kutoka, inaonekana kwa sababu unapokwenda kupelekwa pale tayari ule mtu kasha kupeleka rehani bondi, kasha kuenda kukuweka pale. Kwa hiyo wewe utegemee maradhi ya kila aina. Na maradhi mengi yanotokana na shirki pamoja na zina yanakuwa ukenda hospitali unaambiwa huna kitu. Ukijijua wewe mzinifu na unamaliza mahospitali huna kitu, ndugu yangu ni acha zina, urudi kwenye mstari, maradhi yaondoke. Yanaondoka maradhi yote, tena yanaondoka very easy. Mlipoletewa neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo, kila kitu kilichoko katika dunia hii kina reason. Msifikiri kila kitu kiko hapa hakina reason. Hata ule mtunguja, kuna mti Zanzibar unaitwa mtunguja. Ule mtunguja basi ule vile vile utasikia dawa ya meno, dawa ya kutoa funza kwenye meno. Kwa hiyo kuna kila kitu ambacho kipo katika dunia yetu basi kina reason na kina kazi yake. Hakuna ambacho hakina kazi. Hayo mavuzi basi yana kazi. Watanzania, nimezisoma message nyingi sana na nimeona malalamiko mnaoniona, baadhi yenu mnaniuliza, sasa Sharifa dawa yake ni nini? Dawa sijamaliza, bado naendelea kusoma. Mwenzenu nawafuatilia hawa, bado sijamaliza. Na jana ndo nilipata notification nyingine. Ukiniona New York usiku niko online, basi ujue hapo mimi niko macho, niko katika harakati zangu. Katika hili swala la watu kuachika ovyo visiwani Zanzibar na Pemba, wanaachwa ovyo. Yani ovyo for no reason. Hii ndo nimekuja kuona, kumbe na kwenye mbanjo zile wanatiliwa vitu vya kwenda kudestroy ndoa zao. Kwa hiyo wazazi mnaozesha watoto wenu, hizi tabia za kupokea vitu kutoka kwa sehemu mbalimbali mkaeka kwenye mabegi mkawapa watoto wenu, basi mjue kwamba ndio mnachangia kwenda kuharibu ndoa zao. Msiaccept tena kitu kama ni begi, basi mpeleke taarifa kabisa, jamani sisi tunataka mahari tu, mambo mengine kaeni nayo, kama vitu tutanunua wenyewe, kwa hiyo mahari mtakayowaleta. Na vile vile jaribuni kucheza kwa step katika hizi familia nazo hizi, kwa sababu kuna baadhi ya familia ziko busy sana na shirki sana. Wale wanopiga buhuri ni huwe kwa vyetezo wakafanya zile dua zao za kishenzi, na kuna zile dua ambazo lazima wachinje. Ukiona family ina tabia ya kuchinja wakatoa sadaka mnyama aina ya mbuzi, hawa wako katika utawala wa Belizababu. Belizababu ni jini ambaye yuko anayetumika kwenye Balenciaga, ambaye ana pembe, ana sura ya mbuzi. Sijui tumeelewana. Jini ambaye nilomwona mimi mzuri kidogo ni ule Lizi wa kike, ambaye anajibadilisha kila muonekano, lakini Balenciaga ujamaa wa Belizababu
Beelzebub maana yake ni Balenciaga, pia ndo kiongozi ambaye anafanya kila kitu. Usikute ndo huyo alifukuzwa peponi, you never know, nobody know, tusije tukafikia tukakufuru. Lakini unaona jini hatari kweli. Yani wakikutana hawa, wakikutana kuna eneo wakutana, amelisha kwenda kwenye mitingi zao, basi wanafanya kama hivyo wakikutana. Pale ndo anapita yule kiongozi pale, halafu watu anaeka mikono chini. Tena pale ndo vinakuja hivyo virohani, vimaimuna, mnavyo viswaga swaga zenu, madereva wa Uber hao ambao ndo vijini mnavyovifanya, wanavyo vina matawi yao hivi, vina masehemu zao hivi, vinakuja hivi virubamba au masubiani, nani ndo wanakuja pale, wale wanakuwa kama vile mkisema ma FBI, ma CIA, ndo wale sasa maskari wale wanakuja kuleta taarifa zote ambazo binadamu wanakwenda nazo na wanaconnect nazo, na ni wangapi wamewaingiza katika shirki na wangapi washakwenda kwenye lile jela la zina. Kwa hiyo wale wanaambiwa ni nani ka connect kila kitu, mganga fulani, kwa ule mganga anakwenda kuongezwa